hapa viwanja vya Mau. Mimi ni Suleiman Saidi, key player wa ZBC. Asante sana Suleiman Saidi kutoka hapo Mau. Bila shaka ni kuhanikiza kwa baadhi ya mashabiki wacheza chakacha Kundemba, na tugeukie taarifa nyingine. Wanachama wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans wamemchagua tena Engineer Hersi Said kuwa rais wa klabu hiyo kwa kipindi cha miaka 4 ijayo katika mkutano mkuu wa mwaka 2026. Mohamed Skuzi kutoka Dar es Salaam anakamilisha taarifa hii. Mkutano huo uliofanyika Superdome Masaki jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na wanachama wa klabu hiyo pamoja na viongozi mbalimbali, huku mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akiwapongeza klabu hiyo kwa kulitangaza vyema taifa la Tanzania. Moja proposal ambayo tunaiwaza kuipropose kwa viongozi wetu wakuu, akiwemo pia waziri wa michezo pamoja na mheshimiwa rais, ni kwamba kwa kuwa viwanja hivi ni gharama kubwa sana kuvihudumia, na hasa baada ya AFCON. Kuna baadhi ya nchi walishawahi kuandaa mashindano kama haya ya AFCON, lakini mara baada ya mashindano haya kuisha, viwanja vyao vingi vimebadilika kuwa magofu na vimeota nyasi kwa sababu ya gharama kubwa sana namna kuvihudumia. Lakini leo ukipata klabu kubwa kama hii ya Young Africans, ukasema kwa mfano viwanja let's say vya Gymkhana au viwanja vyovyote, viwanja vya Arusha, baada ya AFCON, klabu kubwa yote ambayo iko serious basi iweze kuwa attached kwa kuendesha kiwanja hicho kwa hafu, kwa maana serikali pamoja na klabu yenyewe. Sasa tunawaza namna hiyo ili kwa ajili viwanja vyetu visije navyo vikabaki kuwa ni magofu, bali clubs kama hizi kubwa ziweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba tasnia ya michezo inakuwa hapa nchini. Kitoa taarifa za kuliongoza klabu hiyo kwa awamu iliyopita, ikiwemo kumthibitisha mjumbe wa baraza la wadhamini, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said amesema matarajio ya sasa kwa timu hiyo ni kuingiza kiasi cha zaidi ya bilioni 20. Excom ambayo ni kamati ya utendaji kwa mwongozo wa katiba iliketi kujadili nafasi itakayoenda kuchukuliwa baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoka kwenye nafasi hiyo. Excom yetu ilipendekeza na kumpitisha kaka yangu Ridwan Kikwete kuwa mjumbe mpya wa baraza la wadhamini. Nilikuwa na vipaumbele 5 ambavyo nilisaidiwa na wajumbe wa kamati ya utendaji, na vipaumbele hivyo naweza kusema vimefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kipaumbele chetu cha kwanza kilikuwa ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji. Nikiri ya kwamba mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Young Africans ni mfumo bora kuliko vilabu vyote katika ukanda wa Sub-Sahara. Young Africans imefikia usajili wa wanachama 112,000 kuifanya klabu hii kuwa ni namba 2 kwa wanachama barani Afrika. Na nitoe wito, bado tuna safari ndefu ya kuendelea kuihudumia klabu yetu, na sisi kama wanachama ndio mstahili wa kwanza wa kuijenga klabu yake. Akisoma taarifa za mapato na matumizi pamoja na mipango ya upatikanaji wa fedha, mkurugenzi wa fedha wa Yanga Justin Ernest amesema bajeti ya mapato na matumizi kwa msimu wa 2026-2027 ni kama ifuatavyo. Mapato tunatarajia kukusanya jumla ya bilioni 20,696,952. Wakati matumizi tunatarajia kutumia kiasi cha shilingi bilioni 36,13,671,595. Kwa habari za michezo na burudani kutoka jiji la Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Mashabiki wa soka mkoani Iringa wametoa maoni tofauti kufuatia